Mtazamaji, ni afueni kubwa iliyoje kwa wakazi wa magharibi, haswa ambao wanatumia barabara ya Suswa hadi maeneo ya Ngong. Mtazamaji, au ukipenda kutoka Ngong hadi Suswa, ni barabara moja nyororo tena safi sana, barabara ambayo inachukua kilomita 67 na inakuchukua muda wa lisali 1 na dakika 7 kutoka maeneo ya Ngong hadi Suswa. Ni barabara ambayo imefupisha mwendo kwa wale ambao walikuwa wanatumia haswa barabara ya Mai Mahiu wakizunguka vile ule mviringo kabisa hadi maeneo ya Suswa. Mtazamaji, kumbuka kuwa hii ni mojawapo ya miundo mbinu au miundo misingi ambao taifa limekuwa linafanya kusudi kwamba kuwasaidia wananchi katika masuala yao ya usafiri. Tazama mtazamaji, barabara hii ambayo imepita kichakani, kilikuwa ni kichaka kikubwa, barabara ambayo imeunganisha jiji la Nairobi hivi sasa, au ukipenda Nairobi Metropolitan and Western Metropolitan. Ni afueni kubwa kwa wakazi ambao wanatumia barabara hii, ambao wanatoka magharibi, haswa wale ambao wanatoka maeneo ya Kisii, maeneo ya Migori, maeneo ya Kisumu, maeneo ya Homa Bay, kaunti hizo, hata pamoja na wale ambao wanapita vile vile hadi maeneo ya Kakamega na Kisumu na Busia. Mtazamaji, ni afueni kubwa, manake katika barabara hiyo nyingine ya Mai Mahiu watu walikuwa wanalala barabarani kutokana na muundo mbinu ambao ulikuwa umeundwa. Hebu tutazame barabara hii jinsi ambavyo ilivyo. Wewe unaitwa nani? Naitwa Tracy Chebet. Unaitwa Tracy Chebet. Unatoka wapi nyumbani? Nyumbani ni Bomet County, Kaplong. Naam, kwa hivyo wewe ni mtumiaji wa hii barabara? La hasha, ni mara yangu ya kwanza kutumia hii barabara. Ni mara yako ya kwanza. Mwanzo ulikuwa unatumia barabara gani? Nilikuwa natumia ile pale ya Mai Mahiu. Mai Mahiu unazunguka hivyo kisha unapita Suswa ukienda Narok hivyo. Naam. Changamoto ile barabara ya Mai Mahiu ilikuwa ni ipi? Jam. Kuna jam refu sana, wafika pale mmechoka, mnakaa pale karibu dakika 40. Yaani jam ilikuwa mingi. Maana kuna matrela mengi ambayo yanafululiza pale, vile vile pia kuna ile inaitwa kupitana, ile overtaking. Wakati magari yana overtake ama kuna ajali, kisha kuna kuwa na jam kubwa sana, sio? Kando na jam kulikuwa na pia hofu kwamba kule chini kulikuwa na vale. Haukuwa unaogopa kwamba kunaweza tokea ajali ukaanguka kule kwa shimo kule ndani? Ilikuwa naogopa kwa maana yake ungefika pale ndio unaanza kushikia sala, unashikia sala vizuri, maana yake ile barabara ni nyembamba sana, unaona Kisha matrela ndio hizo, magari mengi. So niko na hofu mingi sana kwa sababu ile escarpment kwa pale. Naam. Kwa hivyo una furaha iliyoje kuelezea kwamba sasa hivi barabara hii imetengenezwa, imeunganisha jiji la Nairobi na maeneo ya Bomet? I'm so happy when nimesema it's my first time kutumia this road, and I'm so happy kwa sababu so far mali nimefika hapa there's no jam at all, and that's my happiness. So any other time naenda nyumbani ama naenda zile sides the other sides of the Rift Valley huko, for sure this is the road nitakuwa natumia. Asante. Kwa ile ambaye ajui amekaa Nairobi muda mrefu ama alikuwa anofia kwenda ushago, unaweza mwambiaje? Naweza mwambia there's a new road, so hofu peleka mbali. Iwapo una haraka, utaki jam, so this is the road to choose. Use this road. Mtazamaji, ni Chebet, anaitwa Chebet Tracy, mtumiaji wa mara kwanza wa hii barabara, na kulingana na maoni yake, experience yake, anasema kwamba ni barabara moja nyororo, barabara moja safi, ambapo wakati anasafiri hana tena maumivu ya kungoja kwenye jam jinsi ambavyo ilivyokuwa kwenye Mai Mahiu. Hiyo ni hongera kwa utawala uliopo au utawala ambao ulikuja na muundo huu na plan hii. Hongera. Nimekuwa wako Alan Andiva nikitazama masuala ya miundo mbinu ya taifa.